Mwaka 2018, shirika la Karim Foundation lilijenga vyoo katika baadhi ya maeneo, lakini changamoto kubwa ilijitokeza baada ya vyoo hivyo kujaa ndani ya kipindi cha miezi 6. Changamoto hiyo iliwasukuma kutafuta suluhisho la kudumu, hatua iliyowafanya kujifunza kutoka kwa mkandarasi nchini Brazil kuhusu teknolojia ya ujenzi wa vyoo vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu bila kujaa. Teknolojia hiyo sasa imeanza kutumika katika vyoo vinavyojengwa katika shule zinazofadhiliwa na Karim Foundation, huku mfumo huo ukilenga kuonyesha muda wa matumizi na kupunguza changamoto ya vyoo kujaa mara kwa mara. Shao Eroae, mkurugenzi wa Karim Foundation, anaeleza zaidi kuhusu teknolojia hiyo ya kisasa iliyotumika katika ujenzi wa vyoo hivyo katika baadhi ya shule wanazozifadhili wilaya ya Babati mkoani Manyara. Jina langu ni Johnny Walter. Mimi kwa majina naitwa Shao Eroae, ni mkurugenzi wa shirika la Karimu. Nimejiunga na shirika hili toka mwaka 2017. Sasa tumekuwa tukifanya miradi ya elimu na kwenye shule ambao tunaanza na vyoo. Na mwaka 2018 tulijenga vyoo kwa kufuata mfumo wa kujenga soakaway pit na septic tank. Lakini baada ya miezi 6 tukakuta vyoo vile vimejaa. Ndio pale sasa nikajifunza kutoka kwa mhandisi kutoka nchini Brazil kwamba vyoo vinatakiwa viweje kwa shule za msingi. Kwa hiyo hivi vyoo vya kisasa unavyoona tunavyovijenga, mfumo huu sisi tumejifunza kutoka Brazil. Kwa nini tunasema vyoo hivi haviwezi kujaa? Haviwezi kujaa kutokana na jinsi tunavyovijenga. Utaona pale kuna septic tank. Ukimaliza kujenga septic tank kuna chujio. Ukimaliza kujenga chujio ndio unakutana na soakaway pit. Na mara nyingi kwenye shule zetu hatujengi hizi chujio. Ndio maana nasema hivi vyoo vinaweza vikadumu kwa muda mrefu sana bila kujaa. Gharama za ujenzi ni milioni 116 hivi vyoo. Kwa mantiki kama vyoo vya walimu, vya wavulana na wasichana. Na sifa ya vyoo vya wasichana, ukiachana na sehemu za kunawia kule ndani, kuna sehemu za kufulia, lakini pia kuna sehemu za kuoga kwa maana ya bafu, lakini pia kuna chumba kimoja ni choo cha kukaa. Ili watoto wa kike wanapokuwa kwenye siku zao wasipate tabu ya kurudi nyumbani kwenda kujisafisha, wanatabaki hapa shuleni. Na bahati nzuri tumekaa na wazazi, pads za kike zinapatikana hapa shuleni. Kwa hiyo anaingia chooni, anaenda kwa mwalimu, anabadilisha padi na kuna incinerator. Kwa hiyo akimaliza kubadilisha pads, anaweka kwenye incinerator, then anaendelea na masomo darasani. Tofauti na zamani mwanafunzi wa kike akiwa kwenye siku zake lazima arudi nyumbani. Kwa ratio ya vyoo vya shule, namba 1 kwa wavulana ni wavulana 25 kwa tundu moja, kwa wasichana ni wasichana 20 kwa tundu moja. Lakini kwa nini wavulana 20 kwa tundu moja ni wavulana 20 kwa wavulana? Ni kwa sababu kuna sehemu za haja ndogo. Kwa maana kama zile sehemu za kukojoa. Kwa hiyo kwenye hivi vyoo vya wavulana kuna sehemu 10 za haja ndogo. Lakini ndo utakutana na matundu mengine. Mbali na hapo hatujengi exactly na namba ya wanafunzi iliyopo shuleni. Tunaweka 10%. Kwa maana kwamba ili hata population ikikua basi shule hii haiwezi kuwa na upungufu wa vyoo. Ndio maana umeona hapa tuna matundu 33 jumla. Ukitaka kubadilisha jamii, wekeza kwa hawa watoto. Kwa hiyo hivi vyoo ukiviona kila mahali kuna maji. Namba 1, hapa nje kuna sehemu ya kunawa. Lakini ukiingia ndani kuna sehemu za kunawa. Kwamba mwanafunzi akitoka kujisaidia anajitawaza, akimaliza anaingia pale kunawa. Akisahau kunawa, anapotoka nje basi kuna sehemu ya kunawia hapa hivi. Kwa hiyo kiafya manake, na kama unavyofahamu 90% ya mikono yetu ndio inabeba bakteria. Kwa hiyo ukiwa umenawa kwenye sehemu zote hizi, afya ya mwanafunzi inakuwa bora. Na unajua shule wanafunzi wanakula wakiwa shuleni. Wanafunzi wanavyotumia hivi vyoo vya kuflash, baadaye wataenda kushawishi jamii au familia zao zijenge vyoo ambavyo vinafanana na hivi hapa. Hivi vyoo huwezi kupata harufu chafu kutokana na mfumo ambavyo tumevijenga. Kwa hiyo kama unavyoona kwamba kuna septic tank, kuna anaerobic, alafu kuna soakaway pit. Kwa hiyo huwezi kupata harufu ya choo pale tu kama walimu watazingatia
usafi wa mazingira. Mi pia nilikuwa napenda kuishauri serikali, kwa sababu shule sio kitu cha miaka 10 au miaka 20, ni zaidi ya miaka kadhaa na kadhaa. Kwa hiyo tukijenga kwa kutumia mfumo huu wa kujenga septic tank, alafu unakuja kujenga zile chujio au anaerobic, then soakaway pit, hivi vyoo haviwezi kujaa hata ifike miaka 200. Kitu ambacho ni muhimu ni ukarabati wa majengo tu. Kwa mashimo hivi vyoo vinadumu kwa muda mrefu sana bila kujaa. Wito wangu kwa jamii, nyumba ni choo. Serikali, hiyo ni kampeni ya serikali, na sisi Karimu tumeimpart hiyo knowledge ya kusema nyumba ni choo. Ndio maana hata shuleni ukiangalia, ukifika kwenye hii shule, madarasa bado hatujaanza. Kwa hiyo tunaanza na vyoo ili angalau watoto wapate huduma nzuri ya kiafya, then baadaye ndo tuende kujenga madarasa. Ni jamii ige mfano wa vyoo hivi. Hata manyumbani tunaweza kujenga hivi vyoo. Sio gharama sana, kwa sababu nyumbani huwezi kujenga matundu mengi, kwa matundu mawili. Sio gharama kubwa sana, na ni nzuri sana kwa afya zetu. Sasa nataka nikueleze kwamba utofauti wa vyoo tunavyojenga na vya zamani. Hivi ndio vyoo ambavyo vilikuwa vinatumika na wanafunzi. Ndio maana nilielezea kule kwamba namba moja, usafi wa usalama wa afya ya mwanafunzi. Kwenye hivi vyoo mwanafunzi hawezi kuwa salama. Kwa namba moja, hakuna maji. Namba mbili, mazingira machafu, lakini pia hata ile confidence ya kuingia hapa hakuna. Kwa hiyo vile vyoo vyetu pia vimesaidia kuongeza mahudhurio ya wanafunzi, kuongezeka kwa wingi, kwa sababu wanafunzi wanapenda kuja shuleni. Lakini fikiria hivi vyoo, mtoto wa kike akiwa kwenye siku zake, hakuna usalama, tofauti na vile. Kwa sasa hivi mahudhurio ya wanafunzi yameongezeka kwa sababu mazingira yao yamekuwa bora sana.